Mkuu wa Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA. Leo tuko mkoani Mwanza, na mkoani Mwanza sisi kwa VETA tunazo kanda 9, lakini tunayo kanda yetu ya kanda ya Ziwa ambayo inahusisha mikoa hii iliyokuwepo katika kanda ya Ziwa, ambayo tuna mikoa takriban 4 ambayo ipo katika kanda yetu ya Ziwa. Na leo hii tumeanza ziara katika kanda yetu ya Ziwa, tukianza na mkoa wa Mwanza, ambapo katika lengo la katika ziara yetu hii, cha kwanza ni kuweza kukutana na wadau au waajiri waliokuwepo katika kanda yetu hii ya Ziwa, kwa ajili ya kuweza kukutana nao, kujadiliana nao namna bora ya kuweza kuboresha mashirikiano, lakini pia kufanya ushirikiano na mwisho wa siku kuweza kushirikiana katika utoaji bora wa mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini, hususan katika hii kanda ya Ziwa. Lakini sambamba na hilo, tupo katika kupita katika vyuo vyetu vya VETA kuona ni namna gani mafunzo ya ufundi stadi yanatolewa katika vyuo vyetu hivi vya VETA vilivyopo katika kanda hii ya Ziwa, sambamba na kuona jitihada ambazo serikali inafanya kupitia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ujenzi wa vyuo vya VETA katika wilaya mbalimbali, ambapo huku zipo wilaya ambazo zinajengewa vyuo hivi vya VETA. Na katika ziara yetu hii tunatarajia kwenda kuona vitu vingi, lakini na kufanya vitu vingi. Katika mfano, katika mkoa wetu leo huu wa Mwanza, hiki ni chuo chetu cha mkoa wa Mwanza, ambapo katika chuo chetu hiki tumeweza pia kuona namna gani mafunzo yanatolewa. Tumepita katika karakana mbalimbali, kukutana na wanafunzi ambao wanapata mafunzo, kukutana na wakufunzi, kuona wanafunzi wanaona mafunzo ni namna gani yanatolewa na nini wanaona kiboreshwe na ni maeneo gani wanahitaji maboresho yaweze kufanyika. Lakini sambamba na hilo, tumeweza pia kukutana na kuona namna ambavyo mafunzo yanatolewa katika karakana mbalimbali na nini tuweze kuboresha katika karakana zetu, ili mafunzo ya ufundi stadi yaweze kutolewa katika ubora na viwango vile vinavyohitajika kimataifa. Na haya yote tunayafanya kwa sababu pia tunaamini sasa hivi serikali imekuja na maboresho ya sera ya elimu ya mwaka 2023, ambayo sera hile inazingatia katika elimu amali, elimu ujuzi, na katika hilo eneo ni kwamba VETA tunazingatia katika kuhakikisha kwamba wananchi wa Kitanzania wanatoa mafunzo, wanatoa ujuzi ule unaohitajika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiuchumi na za kijamii. Na katika kufanya haya yote tunayafanya, na kwa sababu VETA tuna jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba ujuzi tunaotoa ni ujuzi ambao unaendana kulingana na shughuli za kiuchumi, shughuli za kijamii, lakini pia na miradi ya kimkakati inayofanywa hapa nchini. Kwa hiyo kupitia Wizara yetu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inayoongozwa na Profesa Adolf Mkenda, lakini pia kupitia bodi yetu ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi ambayo inaongozwa na Profesa Sifuni Mchome, ni jukumu letu sisi VETA kuhakikisha kwamba tunazingatia viwango na ubora vinavyotakiwa kutolewa. Ndivyo maana tunabidi tuweze kupita na kuhakikisha viwango na ubora unaohitajika unafikiwa. Tunaamini katika ziara yetu hii tutakutana na wadau mbalimbali ambao watasaidia katika kuhakikisha kwamba tunaenda kufanya maboresho na tunaenda kuimarisha utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi. Kwa majina naitwa Cecilia Michael Peter, nasoma ushonaji VETA Mwanza. Tunashukuru sana kwa wageni waliofika siku ya leo. Wamekuja kututembelea, wametupa moyo, wametueleza mambo mengi jinsi ya ujasiriamali, tukitoka hapa tujiendelezeje. Pia tunashukuru kwa kutuunga kwa kiasi hiki cha kuchukua nguo zetu. Nguo 115 ni nyingi sana. Tunashukuru sana. Naishukuru serikali pamoja na uongozi wake. Kwa majina naitwa Shakila Tito, ni mkazi wa hapa Mwanza. Naweza kusema nimefurahi sana kwa wageni kuja kututembelea. Naweza kumshukuru mkurugenzi, viongozi wa hapa VETA, kumshukuru Mama Samia na kila sekta ambayo inatuunga mkono kutuinua kwa kupata mafunzo mbalimbali ili kuweza kujiendeleza katika maisha. Tunawashukuruni sana sana sana. Na tunashukuru kwa kuja hapa, wamekuja wamechukua vifaa ambavyo tumeshona, yani sketi, wametuchukua sketi 115 na kiasi cha pesa walichotupa kwa ajili ya kununua vitu ambavyo vinahitajika. Tunaweza kusema tunawashukuru sana sana kwa ujio wao. Kwa majina naitwa Martha Sebastian, ni mtu mwenye ulemavu lakini nachukua fani ya ushonaji hapa VETA Mwanza. Cha kwanza, watu wanaweza wakaona ni kitu cha ajabu kwa mtu mwenye ulemavu kufanya hii kazi ya ufundi cherehani. Mimi hapa nilijikubali na nikaona naweza na nikaweza pia, ninafanya vizuri na naenda sambamba kabisa na watu wengine ambao wana viungo vyote. Kitu ambacho naweza kuwaambia watu
Yaani nitalenga watu wenye ulemavu yoyote, awe ni msichana, awe ni mvulana. Wasibweteke nyumbani kwa kuwa tegemezi, wajitume, wajikubali, wafanye, yaani wanaweza, wajiamini tu, wanaweza kufanya. Hata mimi nilijiamini, ndio maana ninaweza nafanya.